Haya, wenye tulimaliza kuoga na mkojo moto, tafadhali kujeni hapa. Najua tulioga na mkojo moto, si ndio? Najua tulioga na mkojo moto. Kama ulioga na mkojo moto, kuja hapa ndio tuone matokeo ni yapi. Wakati uko busy kuoga na mkojo, ndio umvute mume wako. Sisi nao tuko busy kuoga na miski, kujipaka Johnson Baby, kutia miski nyeupe, kutia miski nyeupe kwa Carson na kutia miski nyeusi kwa Carson, ili tuweze kuleta mvuto ndio tuchukue huyo bwana yako. Wakati uko busy kuoga na mkojo wa ng'ombe, sisi tuko busy kuoga na mkunazi oil ili tuweze kutoa nuksi na balaa biidhnillah. Sisi tunazidi kuvutia wakati wewe uko busy unaoga na mavi ya ng'ombe kama ng'ombe. Alafu ng'ombe zingine ziko hapo kwa comment section, zile haziwatchingi full video, zinabweka hapo kwa comment section. Pia hizo ni ng'ombe. Unatafuta mvuto upi jamani? Hii ni mafuta ya Carson ya Johnson Baby. Ni expensive kwa sababu pesa zako unamalizia huko kwa wapiga ramli, sasa hutaweza kuafford. Kipata hiyo, jipake. Hata kama wewe ni mfanyikazi wa nyumba, jipake ili kuondoa ile kelele ya Waiguru. Sijui unarihe, unanuka jasho, inafanya unakuwa soft. Na wale wa mama wazee wenzangu ambao miaka imesonga, wale wa kuanzia 30 kupanda juu, wakati unazeeka kuna jasho ya mwanamkuu, neema za Mwenyezi Mungu zinaenda zikipungua juu ya kukula chumvi sana, unaanza kukunuka makwapa. Harufu ingine hujui inatokanga wapi, na ingine inaletwa kwa sababu ya hormonal imbalance, alafu unaelekea hiyo kidatu kikuu cha menopause. Kwa hivyo unakuwa unatoa harufu mbaya, unanuka vibaya, na bwana yako ataenda. So chukua ndimu uweke chumvi, ama uchukue ndimu uweke baking soda ama powder, itafanya itatoa povu. Ikishatoa povu, jipake kwa makwapa. Ukimaliza chukua miski kama hii. Hivyo ndio utakuwa umemroga mume wako na vitu vizuri. Sawa? Na wewe kama ni mwanaume haubaki nyuma jamani. Tumia miski ili kuweza kumvutia mke wako. Hata wanawake wanapenda mvuto kwa waume zao. Miski ni aina nyingi. Hii ni pure, kuna hii ya white. Hii inakuanga nzuri sana, but King Kong ndio msema kweli, kwa sababu huyu ni mzuri. Tumeambiwa mbinguni tutatumia miski, na nyingine ndio hii. So wakati uko busy kuoga na mkojo, sisi tuko busy kuvutia. Alafu bila kufanya nini? Bila kusahau, hii ni mafuta yetu tumesomea, tumeifanyia rukia. Hii black miski, black seed oil and olive oil. Tunatengeneza anointing oil yetu kama hiyo, na unaweza ukachanganya na mafuta zingine mingi. Hii kiona tukikuja hapa mbele yenu, tunakuanga tumejihami. Tumejifanya nini? Tumejihami. Unaona? Wacheni niwapatie story moja ndio video ikuwe mrefu, ndio bundles ziishe. Kuna mwanaume mmoja, yani kitambo kulikuwa hakuna M-Pesa, hakukuwa na banki, hakukuwa na bank. So watu walikuwa wanaekewa mali zao ama misaada yao, ama yatima walikuwa wanaekewa mali zao na mtu mmoja ambaye alikuwa ni mcha Mungu, na watu walikuanga. Sasa kuna huyu mzee alikuwa, ama huyu sahaba alikuwa anaitwa Abu Twark, kama sijakosea, mtanikosoa pale chini wakosoaji. Kuna siku moja alikuwa amepatiwa mali ya watu aeke, na katika kuweka ile mali ya watu kukaja mzee mmoja kikongwe
hata alikuwa anaenda hivi juu ya ule ukongwe, alikuwa mkongwe kabisa. Akaweza kuenda kuchukua ama kupora ile mali ya watu ambaye Abu Twarik alikuwa ametrustiwa aangalie na watu kwa sababu ya ule uchamungu wake. Wakati Abu Twarik alienda akapata ule mzee anaiba ile mali, akamuuliza mzee, mbona unaiba? Mzee akamwambia, mimi ni mzee, nina watoto wengi na sina nguvu ya kufanya kazi, nisamehe. Akamwambia sawa, akamsamehea. Mara ya pili ule mzee akarudi tena, akamuuliza, mbona mzee vipi, mbona jana tumemalizana, mbona umekuja kuiba mali ya watu, ya mali ya maskini, mali ya mayatima, kwa nini? Ule mzee akamwambia, mimi ni mzee kikongwe, sina nguvu, hata sioni, hata niko na watoto wengi, kwa hivyo nisamehe. Akamwambia, basi nimekusamehea na usirudi tena. Abu Twarik ile kitu ikakuwa imemshangaza sana, na akaenda kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, mtume wa Mwenyezi Mungu, kuna mzee alikuja pale na akawa anapora mali ya watu na sijui nitafanya nini. Ule mtume bwana wetu mtume akamwambia, ule atarudi tena tu, hata mara ya tatu atarudi tena. Ule mzee aliweza kurudi tena mara ya tatu vile aliambiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam atarudi tena. Mara ya tatu ndio ule Abu Twarik akakuwa amekasirika, akamwambia, sasa mzee, sina budi ila ninakupeleka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sasa umezidi, nimekusamehea na naona sasa ni kama umezoea. Ule mzee akamwambia, hapana, usinipeleke kwa bwana mtume, usinipeleke kwa bwana mtume. Akamwambia, nitakwambia kitu ambacho kitakusaidia kwa maisha yako, lakini usinipeleke kwa bwana mtume, tafadhali naomba na kusi, usinipeleke kwa bwana mtume. Akamwambia, watu wa kitambo walikuwa na subira, sio kama wewe unasikiza neno moja kwa na unaenda una comment. Watu wa kitambo walikuwa na subira. Akasikiza, akamwambia, nataka nikufunze kitu moja kitakusaidia kwa maisha yako. Usiku kabla uende kulala, soma aya kursi. Usiku kabla hujalala, usilale kama hujafanya aya kursi, na asubuhi ukiamka soma aya kursi. Ukisoma aya kursi, hakuna jini, hakuna hasad, hakuna evil eye, hakuna mtu yoyote wala shetani ama jini atakaye kudhuru. Akamwambia sawa. Na ule mzee akamwambia, sitarudi tena. Basi ndio ule mzee akaenda kwa bwana mtume, akamwambia, yule mzee, unajua nimerudi tena. Nilikuambia atarudi, lakini kuna kitu kimoja ameniambia bwana mtume. Amekwambia nini? Ule mzee ameniambia nikisoma aya kursi, hakuna baya, hakuna jini, hakuna shetani, hakuna mpiga ramri, hakuna magician, hakuna wewe mwenye uko hapo unanitazama, mwenye roho chafu, mwenye evil eye, mwenye comment zako pale unaniita mchawi mganga, hakuna kitu kitakacho kudhuru. Mtume akamwambia, si nilikuambia ule mzee amekuambia ukweli lakini amekudanganya. Abu Twarik akamwambia, amenidanganya namna gani? Saa ya kursi kwa nini? Akamwambia, hiyo ya aya kursi amekuambia ukweli. Ni kweli aya kursi ni kinga, lakini yule mzee hakukuwa mtu, alikuwa ni jini. Yule alikuwa ni jini. Wale majini wanachukuanga mali. Wale watu wanafuganga majini wanaletea mali. Nisukule chuma ulete, ule alikuwa chuma ulete, ule hakuwa binadamu. Kwa hivyo alikuambia ukweli na akakudanganya. 99.9 jini akikwambia kitu, anakuambia kitu kimoja tu cha ukweli, halafu zingine zote anadanganya. So amekwambia ukweli, aya kursi ni kweli, kwa sababu yeye ni jini, anajua namna aya kursi inawachoma, namna aya kursi ina uzito, namna aya kursi na sura zingine nyingi guys zina uzito. Kwa hivyo amekwambia ukweli, lakini uongo, amekudanganya yeye kuwa ni mtu, yeye ni mzee, ako na watoto wengi, lakini yeye alikuwa ni jini ambaye alikuwa anaiba mali. Unaona? So guys, mafuta yangu hapa nimeisomea aya kursi. Hata ukijaribu kunitingisha, kunitetemesha, inabaki ni bure mwenzangu.
inabaki ni bure. Ndio maana mnaona hapo kwa comment section mnaniita mchawi, mnaniita mganga kwa sababu ya aya kursi. Mnataka kuconfuse watu, lakini hamwezi. Unaona? Hamwezi. Amfanye nini? Hamwezi. Hakuna jini anaweza akakuwa na miski. Hakuna mganga anatumianga miski. Hakuna mpiga mramri anakuambia utumie miski, anakuambia utumie mkojo, utumie mavi, utumie damu ya hedhi, kwa sababu anajua utakuwa umevutia majini. Sasa sisi tunatumia miski ambayo ni riski ya Mwenyezi Mungu alitupatia. Tena Mungu aliyo mkarimu wa kubariki, anatubariki na miski nyingi. Nyingi, neema za Mwenyezi Mungu zote hizi, ili tuweze tukae tukiwa wasafi, tukae tukiwa tohara, na tukuje tuambie wachache wenye ambao watafaidika katika video zetu. Si kila video zetu zinawafaidi watu, hapana. Na ukiona mtu akinita pale mchawi mganga, anajua ni nini anafanya, anajaribu kuwa confuse. Si video ilienda? Kwa nini mlilike video ya mkojo? Kwa sababu unapenda mkojo. Mnapenda mkojo. Alafu niliwaambia nitawachanganyisha. Wakati nilisema na wachanganyisha, kwani mulidhania na wachanganyisha namna gani? Si hata nyinyi mkiniona si mnachanganyikiwa, mnashindwa kwani Zamzam siku hizi, kwani Zamzam. Niliwaambia nitawachanganya maadui zangu pamoja na mashetani. Ndio hivyo mnachanganyikiwa. Namna video inaanza sio venye inaisha. Unaona? Sasa tukana hapo kwa comment section. Nitukane, lakini unaoga na mkojo, sisi tunavutia na miski. Na hivyo ndio bwana yako ataenda. Unajua ni watu wangapi kwa siku wanatumia miski? Unajua ni watu wangapi kwa siku ninawafunza namna ya kukaa tohara? Unajua ni watu wangapi kwa siku ninawafunza namna watatumia mkunazi? Unajua ni watu wangapi kwa siku ninawafunza namna ya kuomba na kuombea maji na kuoga? Unajua? Haujui. Kwa hivyo kama Mwenyezi Mungu ajaamua uangushwe, siwezi ukaniangusha, siwezi nikaanguka. Nitakuwa tu hapa. Na Mwenyezi Mungu akitaka nianguke, nitaanguka. Mtaniangusha. Mwenyezi Mungu akiwapatia ruhusa ya kuniangusha, mtaniangusha. Lakini kama Mwenyezi Mungu hajawapatia ruhusa ya kuniangusha, hata muniite mchawi, muniite mganga, jamani, mwenye akili anaelewa, na mwenye macho anatazama, na wateule ambao wanasubira wanaelewa. So umekuja leo ndio umeona video yangu leo ndio umewatch video yangu, alafu leo tu ndio unaniita mchawi. Mama, wewe ndio mchawi, kwa sababu mchawi anaita watu, anadhania watu wengine wote ni wachawi. Mbarikiwe na hayo machache. Video nilikwambia lazima itakuwa mrefu. Mwenye kuwatch awatch, mwenye hata watch kali wale. Lakini siri tunayo ya kuvutia na mvuto. Fanya dua. Wacha kuoga na mkojo, wacha kuoga na mavi. Maombi. Sasa kunanyesha, niliwaambia sasa kunanyesha, chukueni maji ya mvua, fanyeni visomo, ogeni nayo.